Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemfuta kazi mkuu wa shirika la ujasusi la ndani Shin Bet, Ronen Bar, kwa madai ya kutokuwepo kwa uaminifu wa kitaaluma na kibinafsi. Uamuzi huu umeibua mgawanyiko mkubwa ndani ya Israel, huku ukiwa na athari kubwa kwa siasa za ndani na vita vinavyoendelea Gaza. Netanyahu alitangaza uamuzi wake siku ya Jumapili kupitia video, akisema kuwa kwa muda yeye na Bar walikuwa wamepoteza uaminifu kati yao, hasa baada ya shambulizi la Hamas la tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 ambapo Israel ilishindwa kuzuia uvamizi huo. Katika barua rasmi aliyotuma kwa mawaziri wake kabla ya kikao cha baraza la mawaziri, Netanyahu alieleza kuwa kupoteza uaminifu wa kitaaluma kuliimarishwa wakati wa vita vya Gaza na hata zaidi katika miezi ya hivi karibuni. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Israel kwa mkuu wa Shin Bet kufutwa kazi na serikali. Bar hakuhudhuria kikao cha baraza la mawaziri kilichopitisha uamuzi huo, lakini alituma barua akisema kuwa kufutwa kwake kazi kumetiwa doa na mgongano wa maslahi. Kwa mujibu wa Times of Israel, Bar alihusisha hatua hiyo na uchunguzi unaoendelea kuhusu tuhuma za ofisi ya Netanyahu kuwa na mahusiano ya kifedha na Qatar. Mwanasheria mkuu wa Israel, Gali Baharav Miara, alikuwa ameagiza polisi na Shin Bet kuchunguza madai haya, na baadaye serikali ikaweka gang order, amri ya kutoruhusu taarifa za uchunguzi huo kuchapishwa. Chama cha Netanyahu Likud kimekanusha tuhuma hizo, lakini hatua ya kumfuta Bar imezidi kuzua maswali kuhusu nia halisi ya uamuzi huo. Hatua ya Netanyahu imepingwa na makundi mbalimbali wakiwemo viongozi wa upinzani na mashirika ya kiraia. Harakati ya ubora wa serikali ya Israel, The Movement of Quality Government in Israel, ilitangaza kufungua kesi dhidi ya hatua hiyo, ikisema kuwa inahatarisha usalama wa taifa. Chama cha Yesh Atid kinachoongozwa na Yair Lapid kimewasilisha rufaa kwa mahakama ya juu, kikisema kuwa Netanyahu alifanya uamuzi huo kwa maslahi binafsi. Mwanasheria mkuu Gali Baharav Miara, ambaye naye anapigwa vita na Netanyahu, alisema kuwa kufutwa kazi kwa Bar kunaweza kuwa batili kisheria hadi litakapofanyika tathmini ya kina. Hatua hii imeongeza mgogoro wa kisiasa nchini Israel, huku maelfu ya watu wakifurika mitaani Yerusalem kupinga uamuzi huo pamoja na vita vinavyoendelea Gaza. Hali hii inakuja wakati ambapo Netanyahu anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wananchi wake wanaomtuhumu kwa kushindwa kuwalinda Waisraeli kabla ya mashambulizi ya Hamas na kushindwa kutatua mgogoro wa Gaza kwa njia ya kidiplomasia. Vita kati ya Israel na Hamas viliibuka baada ya shambulizi la Hamas tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 ambapo zaidi ya Waisraeli 1200 waliuawa na wengine 250 kutekwa nyara. Tangu wakati huo, Israel imeendesha operesheni kali za kijeshi Gaza, ambapo kwa mujibu wa wizara ya afya ya Hamas, zaidi ya Wapalestina 48,500 wamepoteza maisha. Juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano zimegonga mwamba baada ya Israel na Hamas kushindwa kuafikiana juu ya masharti ya kusitisha vita. Israel ilisitisha chakula, mafuta na misaada ya matibabu kuingia Gaza tangu Machi kama njia ya kushinikiza Hamas. Hatua ya kumfuta Ronen Bar inazua maswali makubwa kuhusu mustakabali wa uongozi wa Netanyahu. Je, uamuzi huu utamuimarisha kisiasa au utazidi kuchochea upinzani dhidi yake? Je, mgogoro wa ndani wa Israel unaweza kuwa na athari katika mwelekeo wa vita vya Gaza? Kwa sasa Israel inasonga mbele katika vita vyake dhidi ya Hamas, huku hali ya kisiasa ndani ya nchi ikiendelea kuwa tete.